ndio mtakaosaidia chama kufanya uamuzi wa busara kwenye hili jambo linaloitwa maridhiano. Na mna wakilishi wenu kwenye kamati kuu ambaye ni mwenyekiti wenu wa chama taifa. Sasa nianze tu kwa kuhoji kwamba tunapozungumzia maridhiano tunamaanisha kitu gani? Tunamaanisha nini? Kumekuwa kidogo na tatizo la uelewa wa wananchi juu ya dhana hii ya maridhiano. Lakini jambo la pili, tofauti kati ya maridhiano na mazungumzo. Lakini tatu, mchango wa maridhiano au mazungumzo kuelekea mchakato wa katiba mpya. Sasa nitaje kidogo kwa mifano ya baadhi ya wenzetu ambao walipitia madhila kama ya kwetu ya mwaka jana Oktoba. Nchi nyingi ambazo zimepitia matatizo kama ya kwetu zilipitia michakato mikubwa ya aina tatu. Mchakato wa kwanza ilikuwa ni kuundwa kwa tume ya ukweli na upatanishi, yani the Truth and Trust Reconciliation Commission. Tume ambayo inakwenda kukaa, kujadiliana na hatimaye kuja na ukweli wa masuala yaliyotokea. Jambo la pili, tume ile kisha toka kwenye taarifa kwa maana ya mapendekezo, huwa kuna hatua zingine mbili kwenye hatua hiyo. Hatua ya kwanza ni ama tume inapendekeza watu waliokutwa na hatia kwenye tume ile ama wachukuliwe hatua za kijinai ama asamehewe. Wanaita kitaalamu amnesty. Kama mkiamua kuwasamehe, pia kuna msamaha wa aina mbili. Kuna conditional amnesty and unconditional amnesty, yaani msamaha wa masharti au msamaha usio wa masharti. Hatua ya tatu, kisha maliza hapo, kwa mfano mkachagua tunasameheana, ndio mnakaa mezani kuanza kuzungumza. Hapa kwetu tuliopt njia kidogo tofauti. Tulianza na option ya kuunda tume maarufu kama tume ya Jaji Chande. Ikaenda ikachunguza viini, visababishi, vyanzo na kadhalika. Ikapeleka taarifa. Tume ikasema kwamba yenyewe singependa kusema ni akina nani waliohusika kwa sababu haikusikiliza. Tukaunda tume ya pili maarufu kama tume ya Jaji Lila, ambayo umeona juzi imezinduliwa. Na kazi yake kubwa ilikuwa sasa hii itakuwa ni kwenda kuwasikiliza wala ambao huenda tume ya Chande aidha imewataja au kuhusisha moja kwa moja na zile vurugu za Oktoba 29. Sasa tunazungumzia maridhiano. Ndio baada yangu kubwa hapo. Sasa nyinyi kama vijana wa chama ndio wenye wajibu namba moja wa kuwasaidia akina Jussa wale. Namna gani chama chenu kichukue saidi gani? Kwa sababu kumekuwa na shida kubwa sana ya muda mwingine chama chenu kuonekana kama kwa wananchi akieleweki sana. Lazima niwaambie kwenye hilo. Sasa nyinyi ndio vijana. Ni kama huko kwenye umma huko wa Tanzania, ni kama wananchi hawaelewi kwa sababu ACT mara nyingi imekuwa ni sehemu ya maamuzi mbalimbali. Kwa mfano hii swala maridhiano ambalo linaonekana kama kwa watu walieleweki, mara kadhaa chama chenu kimeonekana kuwa sehemu ya maamuzi hayo, mazungumzo hayo na hizo discussion mbalimbali. Sasa kwa mfano ukiangalia saa hizi chama chenu cha ACT Wazalendo kimeingia makubaliano ya mazungumzo kule Zanzibar na serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Na bahati mbaya kwamba mwanzoni kama vile wananchi pia hawakuelewa. Mheshimiwa Jussa, ni kama wananchi walikuwa wanajua kwamba mkisha saini yale makubaliano tayari mnaingia serikalini. Lakini wananchi wakaona mmesaini makubaliano, mkapiga picha pale, lakini serikali ile moja ya kitaifa bado haiundwi. Nikampigia simu kiongozi mmoja wa chama kutaka ufafanuzi. Kwa nini mmesaini makubaliano? Kwa nini muingie serikalini? Akaniambia kwamba ile makubaliano haikuwa na nia ya kuingia serikalini, bali ilikuwa ni njia ya kuanzisha mchakato wa kwanza kuzungumza
rasmi. Sasa nyinyi ndio vijana, ndio wenye kazi ya kufanya hiyo, wanaita advocacy. Nyinyi ndio mna kazi ya kulinda chama chenu, kuwaelimisha wananchi wa Tanzania kwamba mazungumzo yale au hafla ile ya kusaini yale mazungumzo haikuwa na lengo la kuingia serikalini, bali kwa muda mrefu chama chenu kimekuwa na malalamiko kadha wa kadha juu ya mifumo ya kiuchaguzi Zanzibar, juu ya mifumo ya utawala wa sheria, haki za binadamu. Sasa mlikuwa mnaingia kwenye mchakato wa kuanza mazungumzo, sio kuingia serikalini. Sasa masuala haya muda mwingine huku nje wananchi ni kama muda mwingine hawayaelewi, yaani hamfanui zaidi. Sasa ni jukumu la vijana nyinyi kina Nondo kwenda kuwaambia wananchi kwamba chama chetu cha ACT Wazalendo haiko pale Zanzibar kwa ajili ya kugawana madaraka, bali iko pale Zanzibar kwa ajili ya kusimamia maslahi ya wananchi, kuwa na uchaguzi uliokuwa na wazi. Ni jukumu namba moja la nyinyi vijana kuyasema hayo, kwa sababu huko nje wanajua mmesign ili muingie serikalini. Ni kazi ya nyinyi vijana hapa, na vijana viongozi wa mikoa wote mko hapo, waambieni wananchi kwamba chama cha ACT Wazalendo hakiko Zanzibar kwa ajili ya madaraka, kipo Zanzibar kwa ajili ya maslahi ya Wazanzibari na wananchi kwa ujumla. Swali la msingi linakuwa, na nitawaachia swali kama mtalijibu baadaye hapa, lakini swali linakuwa ni je, serikali ya Chama cha Mapinduzi ina nia ya dhati, ina utashi wa kufanya mazungumzo na vyama vya siasa? Yaani nyinyi kama chama cha siasa, nyinyi kama vijana, mnapotembea popote mlipo, swali namba moja mtakao mjiulize ni je, serikali ya CCM ina nia ya dhati, ina utashi wa kisiasa wa kufanya maridhiano ya kweli, au ndanganya toto ya jaribu brainwash wananchi? Mkishapata jibu, mimi sina majibu la kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi ina utashi huo, ina nia ya kweli ya kufanya mazungumzo na maridhiano kwa wananchi yenye uwazi na uwajibikaji. Kama jibu ni ndio, hapana, maamuzi ni ya kwenu vijana wa chama cha ACT. Mimi sina majibu, mimi nawaachia tu maswali. Serikali ya CCM ukiangalia kuanzia viongozi wa juu mpaka chini, inaonyesha kuwa na huo utashi wa kisiasa, ina nia ya dhati ya kufanya mazungumzo ambayo kweli yana lengo la kwenda kubadilisha mifumo ya kisheria ya uchaguzi ya nchi hii? Au mtakuwa mnaingia kwenye mazungumzo na CCM, mnasainiana manyaraka, alafu uchaguzi unaofuata yatokea yale yale, halafu sasa lawama zitakuja kwa viongozi wa chama kwamba ACT mnatumika na watu fulani? Jukumu hili namba moja la kwenu vijana, sio la kina Jussa na watu wengine. Ni kazi yenu vijana kuwaongoza hawa wazee kwamba serikali ya CCM ina nia hiyo. Jambo la pili, katiba mpya. Mimi nitatoa mwelekeo, chama chenu kifuate mwelekeo upi kwenye swala la mchakato wa katiba mpya. Tunafahamu historia, sitaki kurudia, lakini kwa tulipofika sasa hapa, kwa tulipofika hapa saa hizi, tunatokaje hapa? Tuna nyaraka kama 4. Tuna katiba ya sasa inayotumika, tuna ile asili ya Warioba, katiba pendekezwa na mapendekezo ya tume mbalimbali ambazo zimeshawahi kuundwa na marais. Zote zazungumzia umuhimu wa uanzishwaji wa mchakato wa katiba mpya. Swali linakuwa tunatokaje hapa? Mimi nitashauri ACT na nyinyi vijana mtembee na njia hiyo. Kwa sasa tulipofika saa hizi hapa, 90% ya bunge lilopo sasa ni la wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Kwa mkiamua kuchagua njia ya kwenda na bunge maalum la katiba, ajenda nyingi za wananchi ambazo ACT laziamini zitakwenda kukwama bungeni. Mnamuona katibu wenu Mheshimiwa Ado, mara nyingi tunamuona bungeni anapambana kupigania wananchi, lakini wachache ndio wengine anaambiwa kaa chini, muda umeisha. Sasa swali linakuja, tukiamua kuchagua na ile ruti ya bunge la katiba, tutakuta 90% wa bunge walioko ndani mle ni wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Kwa masuala ya muhimu yanayogusa wananchi, masuala ambayo nyinyi mnayaamini kama vijana wa ACT, hayatapitishwa, yatakwama. Swala la pili, tulipofika saa hizi hapa ni kwamba tuna katiba pendekezwa. Je, tuende kwenye kula ya maoni?
katiba ile ipigiwe kura itumike? Jibu ni kwamba katiba ile pia haina ukubalifu wa kisiasa kwa wananchi. Kwa hatuwezi kwenda kwenye mchakato wa kura maoni kwa katiba ile pendekezwa, kwa sababu inaitwa political legitimacy. Hiyo element haina. Tunafanyaje sasa? Mimi nashauri kama wakili, kama mtaalamu, na ndio nyewe vijana mtembea na hiyo agenda. Kwanza, mchakato katiba ni mchakato wa kisheria. It's a purely legal process. Nini kifanyike? La kwanza ni kwamba serikali ya CCM kupitia baraza la mawaziri iandae mswada wa marekebisho ya katiba wa ile sheria ya mwaka 2011. Kwa la kwanza ambao ndio kama mlifanya nyinyi vijana wa Wazalendo ni kuishauri na kuitaka serikali ya Chama cha Mapinduzi haraka iwezekanavyo kwenye bunge la mwezi wa 9 iwasilishe mswada wa marekebisho ya katiba mpya mwaka 2026. Hilo la kwanza. La pili, kwenye mswada ule utakapelekwa bungeni, masuala muhimu, kwa sababu ukienda kama ulivyo hawa kina Ado ni wachache, utakwama. Uanzishe mchakato wa mazungumzo nje ya mfumo wa kisheria. Masuala ambayo yanagombaniwa, masuala ambayo yanabishaniwa yakubalike nje. Na tukienda bungeni kisha kule sasa tayari wabunge wa CCM wanafahamu masuala mengine ambayo ni ya muhimu yamekubalika nje. Kazi ya bunge inakuwa ni kupitisha ule mswada ili upate uhalali wa kisheria kwa mujibu wa sheria. Lakini tukipeleka mswada bungeni bila kuzungumza nje, wabunge wa Chama cha Mapinduzi ni wengi, tutakwenda kuhamia kule. Tutarudi kama zamani. La tatu, tukisha kubaliana nje, ianzishwe kamati ya wataalamu, yaani committee of experts, ya wataalamu wa katiba kutoka ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, wakae wapewe terms of reference. Katiba iliyopo sasa, katiba ya Warioba, katiba pendekezwa na mapendekezo ya tume mbalimbali ziwe consolidated. Tuangalie masuala muhimu ambayo yanakuwa lalamikiwa muda mrefu. Ile kamati ya wataalamu ile iende draft, ije na nyaraka ambayo hiyo ndio kama katiba pendekezwa. Halafu kwa na muda wa elimu kwa wananchi, civic education, ya kuelimisha wananchi maudhui yaliyopo ndani ya nyaraka ile, angalau kwa siku 30 au 60 kama sheria itakavyoeleza. Baada ya muda wa elimu kwa wananchi, wananchi wakaijua, wananchi wakaifahamu, inafuata hatua nyingine tatu, hatua ya muhimu ambayo ni hatua sasa kuna kwenda two sides, pande mbili. Upande wanaounga mkono katiba pendekezwa na wasiounga mkono katiba pendekezwa watafanya kampeni angalau kwa muda usiopungua siku 30. Tukimaliza hapo sasa, tutakwenda kwenye hatua ya mwisho ambayo ni kura ya maoni ya katiba hiyo ambayo tutakuja ile kamati ya wataalamu ipite au isipite. Lakini la muhimu zaidi kwenye hapa sio mchakato wa kisheria. La muhimu ni kwamba masuala mengi yakubalike nje ya mfumo wa kisheria. Kuwe na forum ya mazungumzo nje ya mfumo wa kisheria. Hata 2011 kama nakumbuka, lile kundi la 201 lile lilikubalika nje ya mfumo wa kisheria. Bunge likaenda kupitisha sheria baada ya watu kubaliana nje ya mfumo wa kisheria. Kwa ni jukumu la vijana sasa kukisaidia chama kuja na msimamo ambao ni unified. Sio leo anasema kiongozi wa chama mkoa fulani kauli yake inapishana na kiongozi wa vijana. Inakuwa sio chama cha siasa. Hiyo inakuwa sio taasisi. Lazima vijana muongoze haya mapambano kuwasaidia viongozi wenu kuwa na msimamo unaofanana, kwamba kwenye hili la katiba mpya au ile la maridhiano nini msimamo wa ACT Wazalendo. Wananchi wajue, wananchi waone kwa vitendo kwamba kwenye hili msimamo wa chama ni mwendo huu. Kwenye hili msimamo wa chama tuko kushoto au kulia. Jukumu hilo la kwenu vijana. Lakini naendelea kuachia zoezi assignment kwenye hoja ya maridhiano. Tembeeni na swali langu. Serikali ya CCM ina nia hiyo? Ina dhamira hiyo? Ina utashi huo? Nijibuni, ina utashi? Ina dhamira? Ina nia hiyo? Hasa kama mmesema haina, ni kazi yenu nyinyi vijana
kwenda kusimamia maazimio. Kama haina, nini kifanyike ili iwe na hiyo nia? Kama nia haipo, chama kinachukua mwelekeo gani? Ili kuepuka chama chenu kuwa ni popular political party, lazima muwe na mwelekeo unaofanana. Mmeshagundua. Lakini la pili, tumemsikia Mheshimiwa Rais Samia juzi akizindua tume ya Mheshimiwa Rila. Ukimsikiliza Mheshimiwa Rais, zaidi anapeleka upande wa lawama kwa waliochochea, walioratibu, waliopanga, waliofadhili, walioua. Je? Sasa haya maswali yote lazima chama, nyinyi vijana mkisaidie chama. Kama tutazungumzia upande mmoja tu, waliochochea, waliofadhili, waliopanga, waliotoa fedha, hatuzungumzii waliotoa amri watu 518 kwa mujibu wa Chande wauawe. Hiyo inakaa upande gani? La pili, tutazungumzia maridhiano hapa. Hii kama chama cha siasa, tuchague lipi kwa sasa? Kipaumbele cha chama cha siasa kwa sasa ni kipi? Je, ni maridhiano? Je, ni katiba mpya? Je, ni tume ya Rila? Je, ni makosa ambayo yanaendelea kushtakiwa kote nchini? Lazima nyinyi kama chama, nyinyi kama vijana, mkiongoze chama kuwa na msimamo. Chama kinataka nini? Mnataka maridhiano, katiba mpya, tume ya Rila, au mashauri ambayo yanaendelea kuendelea mbalimbali huko nchini sasa hizi? Sijajua kama nyinyi chama mmeguswa. Leo ninapozungumza hapa, tuna wananchi takriban 57 kote nchini wanakabiliwa na mashtaka ya ugaidi. Mwanza 23, Shinyanga watu 17, Mbeya 4, Iringa watu 5, Dodoma 1, Pwani 1, Dar es Salaam hapa tuna wananchi 4. Jumla tuna Tanzania 57 katika mahakama mbalimbali nchini wanakabiliwa na mashtaka ya ugaidi. Kwa mazingira haya, nini msimamo wa chama chenu? Shughulikie kwanza wahalifu, twende kwa Rila, kwa sababu usishangae leo mnazungumzia maridhiano, kesho Ado akaitwa kwa Rila ni mtumiwa, au kesho Jusa akaitwa mbele ya tume ya Rila. Chama lazima kiamue kwenye hili, msimamo wenu ni upi? Kipaumbele cha nchi kwa sasa ni kipi? La mwisho, wakati nahitimisha mada yangu, nyinyi kama chama cha ACT Wazalendo, haina ubishi, haina kwamba kwa Zanzibar ndio chama kiongozi, kwa Zanzibar ndio chama. La pili, haina ubishi kwamba kwa Tanzania nzima, ukizungumzia vyama vitatu vikubwa, vyama vingapi? ACT wezi kuitoa. Kwa hiyo kama nyinyi ni miongoni mwa top 3, lazima muwe na misimamo thabiti. Lazima muongoze wa Tanzania, lazima muongoze wananchi kwenye agenda ambazo ni controversial. Wananchi wanawategemea. Lazima vijana wa ACT Wazalendo muwe na misimamo thabiti ya kuongoza wananchi kwa masuala ambayo ni mtambuka. Ndio maana nawaachia swali kwa sasa, tupofikia hapa, kipi ni kipaumbele chenu kama chama? Swali hilo mtalijibu nyinyi vijana. Lazima muongoze viongozi wenu sasa, chama kiwe na msimamo unaoeleweka. Kama ni maridhiano, mseme ni maridhiano. Kama ni katiba mpya, mseme ni katiba mpya. Kama chama kiungi mkono maridhiano, make it clear, chama kiungi maridhiano. Kwa hiyo vijana, najua mmenielewa. Mmenipata? Kama nilivyosema kwamba nyinyi vijana uzuri kwamba mna mwakilishi wenu kwenye kamati kuu, kwenye halmashauri kuu, atakwenda kuwakilisha vyema kukiongoza chama. Chama kinataka kuelekea wapi kwa tulipofika sasa?
La pili, la mwisho, mna wabunge, baraza la wawakilishi, mna wabunge bunge ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watumieni wabunge wenu walio wachache, mwatumie wabunge mlionao kwa uchache wao, walitumie bunge kama forum ya kisiasa, kama forum ya bunge. By nature ni forum ya kisiasa. Watumieni wabunge mlionao wachache, akina Ado, kwenda kufanya siasa bungeni kwa masuala mtambuka ya kitaifa, ikiwemo maridhiano, ikiwemo